Habari za asubuhi ndugu zangu waandishi wa habari. Poleni kwanza na changamoto ya hali ya hewa, lakini niwashukuru sana kwa namba kubwa ambayo mmekuja leo kwenye mkutano huu ambao tumewaita hapa makao makuu ya Club Jangwani jijini Dar es Salaam. Lakini la pili, tuwakaribishe sasa Watanzania wote kwa ujumla, wanachama na mashabiki wetu wa klabu yetu Young Africans ambao wanatufuatilia mubashara sasa hivi kupitia Azam TV, lakini pia vyombo mbalimbali vya habari ambavyo vinaruka mubashara kwa wakati huu. Nichukue fursa hii kabla ya kuwajulisha lengo ambalo limefanya tuwaite leo hapa asubuhi, nianze kwa kutambulisha meza kuu ambayo niko nayo hapa mbele. Na kwa kuanza, nianzie upande wangu wa kulia kwa kumtambulisha dada yetu anayefahamika kwa jina la Faith Gugu, ambaye huyu ni mkuu wa GSM Foundation. Lakini kushoto kwangu hapa ninaye dada mwingine anaitwa Matilda. Huyu ni meneja wa mradi wa Yanga Soccer School, ile project yetu ya Yanga Soccer School. Huyu ndio meneja wake anayesimamia. Na mwisho ninaye mkurugenzi wa ufundi wa klabu yetu Young Africans, mtaalamu wetu Paul Matthew kutoka Afrika Kusini. Tuko naye hapa kwa ajili ya kuhakikisha mambo yanakwenda vizuri, mambo ya kimpira. Lengo kubwa ambalo limetufanya uongozi wa klabu Young Africans sambamba na watu ambao nimewatambulisha hapa kwenye meza kuu, ndugu zangu, naamini wote mnakumbuka miezi michache iliyopita nyuma huko tulikuja hapa kutambulisha kwenu mradi ambao sisi viongozi tunaamini ni mradi ambao umeshikilia future ya mpira wa Tanzania, mradi unaofahamika kwa jina la Yanga Soccer School. Tukawatangazia mradi ule, namna ambavyo watoto wanaweza kunufaika kwa kujiunga na Yanga Soccer School na kuwa karibu zaidi kuzifikia ndoto zao. Nichukue fursa hii kwanza kuwapongeza wazazi na walezi wote ambao walitusikia kupitia vyombo vyenu vya habari na wakaleta watoto wao kwenye project hii ya Yanga Soccer School. Watoto wale katika miezi hii michache ambao wamekuja kukaa na wataalam kwenye viwanja vya Muhimbili pale, kama hautampata Messi basi kuna Neymar kidogo umeshaanza kuonekana. Tumeshaanza kupika vijana ambao wameanza kuona matunda ya kufanya kazi au kufundishwa na wataalamu wa mpira. Nyi waandishi mnapata nafasi ya kuja Muhimbili pale, mtakuwa mashuhuda wa hili. Vijana wanapiga boli, wanafundishwa mpira sahihi. Kwa hiyo niwapongeze sana wazazi na walezi wote ambao walileta vijana wao mwanzoni kabisa wakati tumetangaza mradi huu. Na ninaamini kama nilivyosema tunda wameshaanza kuyaona. Sasa mradi huu unakuwa na phase mbalimbali kama tulivyotambulisha siku ya kwanza. Phase ya kwanza ni phase ambayo wazazi walileta watoto wao hapa, wakaweza kujisajili, wakalipa ada na wakaanza kupata mafunzo hayo ya mpira. Na leo tunakuja kuwatambulishia kitu kingine ambacho kipo ndani ya mradi huu wa Yanga Soccer School. Na kitu hicho ni safari ya soka na GSM Foundation. Safari ya soka na GSM Foundation. Kwa nini safari ya soka? Kwa nini GSM Foundation? Kwanza, Yanga Soccer School inadili na safari ya mtoto kwenye karia yake ya mpira. Ndio kazi kubwa ya Yanga Soccer School, kuifanya safari ya kijana wa Kitanzania kuwa safari sahihi kwenye karia yake ya football. Alafu sasa wameongezeka GSM Foundation. Dada yetu Faith Gugu yuko hapa, ambao wao sasa kama wadau wakubwa
wa maendeleo kwanza ya taasisi hii ya football, lakini pia wanagusa maisha ya vijana wa Kitanzania, na wao wamejoin kwenye project hii sasa kwa ajili ya kuhakikisha wanaweka nguvu yao ili safari ya kijana wa Kitanzania kwenye football iwe safari sahihi na kijana awe kwenye uangalizi sahihi. Ndio maana GSM Foundation wamekuja na sasa wanataka kumchukua kijana wa Kitanzania wampitishe kwenye hii safari ya soka chini ya Yanga Soccer School akiwa kwenye uangalizi sahihi. Nini tunamaanisha hapa? Sitaki kuchimba sana ndani kwa sababu wenyewe wako hapa watakuja kuzungumza, lakini nipende kuwatangazia vijana wa Kitanzania fursa hii kubwa ambayo imejitokeza kupitia kwa wenzetu wa GSM Foundation, ambao wao sasa wamekuja kudhamini baadhi ya vijana ambao watakuja kutaja idadi hapa, pata nafasi ya kuzungumza kwa ajili ya kuja kujiunga na Yanga Soccer School, na hao vijana wakawa na project maalum ya kufikia ndoto za karia zao za mpira. Baada ya siku tangaza hapa akaibuka maneno mengi hapa. Oh, sasa vijana wana vipaji, Kibunda hamna. Nakumbuka Tena maiki niweke hapa chini hapa. Vijana wengi wa Kitanzania wana talent, lakini sasa wanakosa hela, wazazi wanakosa hela ya kuwaleta kujifunza na Yanga Soccer School. GSM Foundation amesikia hicho kilio. Imekuwa taasisi ya kwanza ambayo imesikia pia hicho kilio cha Watanzania na inataka iweke nguvu yake kuhakikisha inawasaidia wa vijana wa Kitanzania kwenye safari yao ya soka kupitia Yanga Soccer School, mambo yao yaende sawa sawa. Kwa hiyo kama una talent, yani wewe boli unalijua vizuri na ulikuwa unapata changamoto jinsi gani ya kujiunga na Soccer School kifedha, kwamba upo nyumbani una kipaji kikubwa, lakini ukimcheki mama, ukimcheki mzee au ukimcheki mlezi wako pale, huoni kama wana nguvu ya kiuchumi kuhakikisha wewe unakuja kujiunga na Yanga Soccer School. GSM Foundation wamesikia kilio chako na wanakuja kusimama na wewe kukusaidia kufikia ndoto zako za kimpira. Nimekwambia watueleza hapa mradi mzima na idadi ya vijana ambao watawadhamini kwenye project hii ya safari ya soka na GSM Foundation. Lakini lengo kubwa ni kuhakikisha hakuna talent ya kijana wa Kitanzania itabaki nyumbani ikashindwa kuja kupitia hapa Yanga Soccer School na kupata maarifa sahihi ya kimpira kuendea kwenye safari yake ya soka. Sasa ambacho tumekiandaa sisi kama uongozi wa Young Africans na msimamizi wetu hapa wa mradi huu wa Soccer School pamoja na mkurugenzi wetu wa ufundi hapa, tunataka tuendeshe scout maalum ya kuidentify talent ambazo zitakuwa chini ya ufadhili wa GSM Foundation katika kipindi ambacho watakuja kutangazia hapa. Tunataka tuendeshe sasa hiyo football scouting ya kupata hao vijana ambao kweli walikuwa na talent lakini walikuwa hawako vizuri financially kuja kujiunga na Yanga Soccer School. Scout hii itafanyika siku ya tarehe 8 mwezi wa 3 mwaka huu 2020. Itakuwa juma ngapi? Jumapili inshallah. Siku ya Jumapili panapo jaliwa Mwenyezi Mungu, ambayo itakuwa ndo tarehe 8 ndio itafanyika scouting hii. Na viwanja ni pale Jimkana. Naomba wazazi huko nyumbani, watoto ambao wanajua mpira, mnisikilize vizuri kipande hiki. Tumeandaa scouting maalum ambao vijana watakuja, tunalo jopo la wataalamu watakwenda kuchuja wale vijana, na idadi ambayo GSM Foundation inataka kuwafadhili hao vijana itachukuliwa na kuja kuingia kwenye mradi huu. Zoezi hilo linafanyika siku ya tarehe 8 Jumapili panapojaliwa Mwenyezi Mungu. Lakini ili uweze kufika kwenye hilo zoezi siku ya Jumapili, hatuwezi kuchukua vijana wote wa nchi nzima wakaja pale Jimkana. Kwanza hapatoshi.
ziko taratibu za kupitia, na taratibu namba moja ni kujisajili. Lazima ufanye registration, na hiyo registration inaanza kufanyika leo mpaka siku ya tarehe 6. Yaani tuna siku 4 za kukusajili, siku 4 kutoka tarehe 3 leo mpaka tarehe 6 inshallah. Utakuja hapa makao makuu ya club siku 4 hizi. Utakuja hapa makao makuu ya club kuanzia saa 3 kamili asubuhi mpaka saa 12 jioni. Utakuja hapa kwa ajili ya kujisajili. Swali la pili unaweza kujiuliza, sasa tunakuja vijana wote, maana kuna watu wana miaka 30 bado ni vijana. Ndio bwana? Sasa sisi project hii nataka idili na vijana ambao tunaanza nao kwenye safari. Umri wangu tena huu usha kwa umri wa majukumu, sio umri tena wa kupitia kwenye hizo process. Kwa vijana ambao tunawahitaji na tunawatarget kwenye mradi huu ni vijana wa umri kuanzia miaka 15 mpaka 17. Miaka 15 mpaka 17 ndio vijana ambao tumefungua mlango huu wa fursa kuja kujisajili na kwenda kwenye hii scouting siku ya Jumapili, wakaonyeshe talenti zao. Wataalamu wapo watakaochagua, alafu GSM Foundation anaweka mzigo. Yaani wewe njoo na kipaji chako tu, wataalamu wapo, hela ipo ya kuhakikisha wewe safari yako ya soka inafikia kilele. Nimesema ni siku 4 hapa makao makuu ya club. Tutaanza saa 3 kamili asubuhi mpaka saa 12 jioni. Kijana ni miaka 15 mpaka 17. 17 na miezi miwili, 17 na miezi mitatu, 17 na miezi 6, we njoo. 18 na mwezi mmoja, baki nyumbani. Baki amchelee kujizima data. Na unavokuja kwenye usajili kuna vitu vyake. Si hataki kuchukua tu watu hapa ili mradi tu tumechukua, alafu dhamira yenyewe kwenye safari hii tukashindwa kuipata. Kwa cha kwanza unavokuja hapa, tafadhali beba kopi ya cheti chako cha kuzaliwa. Tafadhali, hili ni muhimu. Wadogo zangu, beba kopi ya cheti chako cha kuzaliwa kuanzia leo mpaka tarehe 6. Muda wote saa 3 mpaka saa 12 wewe njoo. Njoo hapa, mimi naitwa Mfaume nani, cheti changu hiki hapa. Umri tunakagua huko sahihi. Lakini namba 2, tunaamini kijana wa miaka 15 mpaka 17, kwa mujibu wa sheria tulizokuwa nazo, huyu bado mtoto, yupo chini ya uangalizi. Yupo chini ya uangalizi aidha mzazi au mlezi. Kwa tafadhali, kama utakuja na mzazi na mlezi wako sawa. Kishindwa kuja naye, njoo na barua mzazi aliyotoa ridhaa wewe uje ujisajili hapa. Kitu cha pili, cha kwanza cheti cha kuzaliwa kopi yako uje nayo. Cha pili ni barua ya ridhaa ya mzazi au mlezi, uibebe pia. Akikuleta alhamdulillah. Na sasa utakuwa mzazi mlezi, mwanao ana kipaji, GSM wanakulipia na utaki kumleta. Utakuwa mzazi kweli hapa? Kweli mtoto wako ana kipaji na unamuona nyumbani anafanya jitihada, fursa imekuja, GSM Foundation wapo mbele kuhakikisha wanamsupport mtoto wako. Wataalamu wapo, fursa imepatikana. Wewe kumleta tu hapa Jangwani kujisajili ikawa ngumu. Kumgea barua tu basi, labda una shida, unaumwa, kumwandikia tu barua kwamba nimeridhia mwanangu Mfaume akasajiliwe hapo. Ni kitu cha pili hicho. Kwanza cheti, kopi ya cheti cha kuzaliwa. Cha pili ni barua ya ridhaa ya mzazi au mlezi. Cha tatu, njoo na barua itakayo kuidhinisha eneo unalokaa, yani barua ya mjumbe au serikali za mtaa inayokutambulisha wewe ni kijana wake. Sija katokea mazingzongwa. Njoo na utambulisho pia wa eneo. Sisi kama club tujiridhishe, huyu kijana ametoka Mabepande, baba yake ni huyu, kampa ridhaa na cheti chake ni hichi, unakula usajili hapa. Huyu kijana ametoka Buza,
Sio hakuna talent huko Buza. Talent zipo kweli. Buza. Sawa. Kama Buza kweli talent zipo pia njooni. Na barua ya mwenyekiti wa serikali za mtaa. Mimi natoka Buza kwa Lulenge, Buza kanisani, Buza sijui wapi, njoo nayo. Bwana, nimeidhinishwa na mjumbe na serikali za mtaa, barua yangu hii hapa. Baba yangu huyu hapa kanileta, au anaumwa, barua yake hii hapa. Cheti changu cha kuzaliwa kopi yake hii hapa. Hakuna mizengwe, unakula usajili. Unaingia kwenye kundi ambalo litakwenda pale Gymkhana siku ya tarehe 8 kwa ajili ya scouting. Takuwa na wataalamu pale kwa ajili ya kuhakikisha talent uliyokuwa nayo inaonekana. Na tafadhali, maana tumetangaza hapa, sio tena wazazi vinaanza vimessage. Vinaanza visimu. Bwana, lainisha mwanangu huyo. Mimi sitafanya hilo jambo. Kitakacholainisha kwa mwanao ni talent yake. Hatuwezi kufanya mambo ya hovyo hapa. Watu wameweka fedha yao GSM kuhakikisha wana support ndoto ya mwanao, alafu sisi tukafanya mazingzongo. Ndio bwana. Wewe waandishi pia mpo hapa ambao mna wadogo zenu, ndugu zenu wanajua boli, sasa ndo mtaanza hapa. Mimi na mudu alikamwe, unimudu kwenye hili, unimudu. Niwatangazie hadharani, unimudu. Kitakacho kumsaidia mdogo wako ni kipaji chake, basi. Sawa Lugano? Simu zisiite mzee. Hakikisha mtoto wako, kijana wako ana kipaji, na ndicho kitakachomtetea siku ya scouting pale. Mzungu yupo hapa, Paul Matthew. Unamuingiaje wewe? Mpaka umlainishe, wewe unamuingiaje wewe? Kiswahili pekee anachokijua ni mambo. Unaona? Basi. Unaanzaje kumlainisha huyu mpaka ampitishe mtoto wako? Maana sisi tuko mbali muda huu. Tunawaachia wataalamu sasa waangalie vijana. Kwa ni waombe sana ndugu zangu. Ni waombe sana. Mlugano mmechambua sana. Bana, vipaji vingi vipo. Hela hamna wazazi. Vipaji vivi vingo huku mtaani tunatoa vijana. Wengine mkasa pale tunaangalia GSM pale, wanakuja watu wa matajiri. Watu wa matajiri ndio wacheze mpira. Maana nilikuwa nimewatunzia dukuduku muda mrefu. Tunaangalia pale Yanga Soccer School, wanakuja watu wa matajiri tu. Wao ndio hawana vipaji. Nyie maskini ndio mna vipaji. Kipaji cha mpira ni cha kila mtu. Rafael van der Vaart katokea familia ya kitajiri. Baba yake naye alikuwa anashangaa anacheza, ona shida yake anacheza mpira. Van der Vaart. Sio kama mnamfahamu. Mnamfahamu? One of the best player katika taifa la Uholanzi. Katokea familia, baba yake anashangaa, wewe unapenda mpira kwa ajili gani? Hela ipo nyumbani, endesha magari hapa. Mimi nina talent ya mpira. Amecheza mpira mpaka Real Madrid. Van der Vaart. Sisi pale Soccer School mzazi kajibana akamleta mwanae kamlipia. Ukiwatazama hawa watu wakishua hawa. Watu wakishua ndio wajui mpira. Zinakuja timu zenu pale Yanga Soccer School, tunazichapa kila siku. Nani karibia anakujaga hapa? Twende tukawajaribu wale watoto wa Yanga pale wanaonekana hawezi boli. Tunawashona kila siku pale. Acheni hiyo dhana, mpira unachezwa na watu wote. Iwe tajiri, mzazi anataka mtoto wake acheze mpira atacheza. Sijipe unyonge bwana, mimi masikini sijui na mtoto wangu, hapana. Hii football imeshakuwa career, invest. Hapa GSM sasa kashalainisha jambo moja. Wewe invest muda wako na mtoto wako tu hapa sasa hivi. Hii phase ya pili ambayo tunakwenda nayo ya safari ya soka na GSM Foundation, tayari GSM Foundation amesikia kile kilio. Ongeleni sana bwana. Hawa watu wana huruma. Wamesikia kilio ambacho mko nacho bwana, sasa na si vijana wetu waje wapite kwenye huo mfumo. Sasa kijana 15, 17, unajua hiyo ni under 18 tayari. Si ndio? Tuna project ya kuchukua wa vijana wa under 18, ndugu zanguni, mambo ni mazuri huko mbele. Bora ni wanogeshe kidogo msikie. Maana hapa haihusishi hela. Msije mkasema tena tunanogesha, hamtoi hela, ni kipaji tu. Tunataka hawa vijana tutakaowapata hawa, cream tutakaoipata kwenye huu mradi ambao GSM wameweka fedha yake hapa. Hii cream tutakaoipata hapa hii, tuilee vizuri. Isafiri nje ya mipaka, sio tu ya Tanzania, nje ya mipaka ya Afrika, ikacheze matournament mbalimbali. Unajua shida kubwa ya development ya vijana hasa wa Kitanzania, tuna lack hiyo connection.
Unaweza kuwa unajua mpira lakini connection ya kutoka area moja kwenda area ya pili ndio changamoto. Sasa sisi tuna invest pia kuchukua hao vijana tunawapeleka Europe. Mlivyokuwa mnamuona engineer mara anaingia hapa, mara anaingia hapa, anaongea na hawa, connection zile tulikuwa tunajenga kwa ajili ya kumfikiria kijana wa Kitanzania. Na wahakikishia huu mradi ambao GSM Foundation wameweka fedha yao utakuwa mradi wenye mafanikio makubwa na wa kihistoria hapa Tanzania. Tutachukua vijana wenye vipaji kweli kwa ajili ya kuhakikisha tunaisaidia kwanza klabu yetu ya Yanga, lakini pia kusaidia mpira wa Tanzania. Tutachukua best product, best ambao tutawalinda kwa wivu mkubwa. Kijana wa Yanga Soka School kwenye mradi huu marufuku, haiwezi kumkuta kwenye ndondo. Sio umeandaa kombe wapi sio Kilimahewa, huwezi kumkuta. Tutawalinda kwa wivu mkubwa ili wafikie ndoto zao katika njia sahihi. Tutawasafirisha, tutakuwa kuna matournament mbalimbali huko Europe, wapi tutawapeleka kote huko. Kwa wivu mkubwa tunataka wafanikiwe. Nguvu hiyo tunayo kwa sababu GSM Foundation kashakuja mbele. Ni sisi kuwekeza taaluma na watoto kuwekeza vipaji vyao na muda. Hili jambo linakwenda kutokea. Na kwenda kuproduce best talent kwenye nchi hii kwenye mradi huu. Kwa hiyo niwaombe wazazi, hii fursa isipite. Sasa hivi kama wanatazama live kupitia Azam Media, washa kama ni gari, bodaboda, bajaji, wai makao makuu. Njoo kwenye usajili. Usije na 100, kwani usajili unalipiwa? Hapana. Hata 100 usije nayo. Wewe njoo na mtoto wako na vigezo nilivyokutajia. Bure. Kopi ya cheti cha kuzaliwa, tuhakikishe umri. Namba 2, barua ya mzazi ambayo inamridhia huyo mtoto aje ajiunge hapa. Namba 3 ni barua ya utambulisho ya serikali ya mtaa ambao wanatokea. Vitu vitatu tu. Kija hapa unasajiliwa, unaingia kwenye faili letu, tarehe 8 tunakutana pale Gymkhana. Na muda utaanza saa 2 asubuhi Gymkhana mpaka saa 8. Tutakagua talent zote. Kundi la kwanza litakuja itacheza, tutachukua, patakuwa na phase mpaka tunapata vijana ambao idadi rasmi GSM ya kutangazia hapa ya hao vijana wanaochukua, tunakwenda kuikamilisha. Kila phase tutapitia. Najua mna swali mnaliandaa hapa, hey vijana wa mikoani takuaje? Tuna siku 4 tumesema, tuna 4 days ya registration. 4 days. Wewe uko mkoa gani kwenye hizi siku 4 hauwezi kufika makao makuu hapo? Tuwe tu kweli ndugu zangu. GSM Foundation ameweka fedha yake pale kwa ajili ya kumsaidia kijana wako. Wewe uko Arusha, kuja tu kumleta kijana wako kwenye usajili unaona pia mbali. Karibu patakuwa wapi? Yaani karibu kwako wewe ni wapi kama fursa hii imetokea? Tafadhali na nyie mliokuwa mikoani, usichezee fursa. Sichezee fursa kabisa. Leteni watoto wenu, leteni hawa vijana wenye vipaji waje wajisajili. Na wewe mzazi ambaye una kijana anajua mpira, na utakuwa unajua mpira tu. Kwa ni vyema kama hajui ukamchuja huko nyumbani, usijisumbue. Wewe jiridhishe mtoto wangu kweli boli limo. Akienda pale arudi ndio umlete hapa. Sio mtoto wako anapiga visufuria nyumbani, huyu anajua mpira. Sijaze watu hapa ambao baadaye ukaja kunini. Shirikisha pia ndugu zako, jamaa na marafiki. Huyu mali imo kweli humu? Ili usisumbuke. Ukatoka Mwanza, ukampandisha basi mtoto mpaka hapa, alafu mali hamna mguuni. Shirikisha pia ndugu jamaa na marafiki. Bwana mnamuonaje huyu kijana? Mtu kama Pliva ndo kwenye familia yenu anaambiwa atakuja kuletwa. Sio mkataa tu. Hana shape ya uchezaji, hajakaa structure yake. Anambia bwana pumzika, unataka kujisumbua Dar es Salaam. Lakini kama umejiridhisha vizuri, mtoto wako ana kipaji na pale mtaani wanamzungumza, shule anazungumzwa, mlete hapa hata baki. Kwa sababu hii scouting haina janja janja. Kitakachomtetea mtoto wako ni kipaji. Bwana, mimi nikupe fursa sasa uje uwaelezee wa Tanzania, kwa sababu unajua nao kuna maneno naweza kuyatoa hapa mkiwa hamjazungumza GSM Foundation, watu wakawa kama
Nyie ndio wenye mradi, ndio wenye hela, ndio mmedhamini huu mradi. Mje muwatoe shaka wa Tanzania na muwaeleze vision ambayo mko nayo kwenye hili jambo, ili ndoto ya hawa vijana waione kabisa kwamba mmeishika mkononi, mnataka kuhakikisha wanafika kwenye malengo yao. Kwa hiyo nikukaribisha hapa uje tuelezee kidogo. Wewe njoo, ukatiba si mradi nasimamia, wewe mwenye hela ndo wa kwanza muhimu. Si ndio bosi? Ndio. Huyu mwenye hela. Akida nasimamia tu ufundi. Watu pate wakili kwanza wa hela. Eti maneno. Habari za mchana ndugu waandishi wa habari. Kama nilivyotambulishwa na Ali, mimi kwa jina naitwa Faith Gugu na ndiye mkuu wa GSM Foundation. Nadhani wengi wenu si wageni kuona ushirikiano wetu wa sisi GSM Foundation pamoja na Yanga, lakini pia sasa hivi na mtoto wa Yanga ambaye ni Yanga Soccer School. Tumekuwa tukifanya kazi kwa karibu sana katika kuhakikisha tunachangia katika maendeleo ya tasnia ya michezo. Na sisi kama GSM Foundation toka uanzishwaji, toka wanazindua rasmi Yanga Soccer School, tumekuwa tukifuatilia kwa karibu sana, tukiona registrations za watoto ambazo zinafanyika. Tumekuwa pia tukisikia changamoto ya gharama za usajili pamoja na ada ya kuweza wasajili watoto katika Yanga Soccer School katika safari yao ya kufikia malengo yao ya michezo. Na ikiwa ni moja ya eneo letu ambalo tunafanyia kazi, kwa Kiingereza tunasema thematic area. Sisi kama GSM Foundation tumekuwa ni wadau wazuri sana katika kusupport initiatives mbalimbali za serikali na wadau mbalimbali wa michezo, hususan Yanga pamoja na Yanga Soccer School, kuhakikisha kwamba tunaleta maendeleo ya michezo nchini kwetu. Kwa hiyo katika tafakari zetu za kuona namna gani tunaweza tukaunga mkono jitihada za Yanga Soccer School, kutokana na maono waliokuwa nayo ya kusupport kama alivyosema Ali, ama kunurture talents za watoto wa Kitanzania ili kuweza kufikia malengo yao ya michezo, tuliona ni vizuri tuwaunge mkono kwa kutoa fursa sawa. Kama Ali ambavyo amesema, notion ambayo jamii iko nayo ni kwamba kutokana na gharama za kuweza wa-enroll watoto kwenye hii program, moja ya kigezo ni uwe na fedha ama uwe unatoka kwenye familia ya kitajiri ama ambayo inajiweza. Sasa sisi tukaona ni vizuri tutoe fursa sawa kwa Watanzania wote, kigezo kikubwa kikiwa ni talent. So as long as una talent, whether umetoka kwenye familia ambayo inajiweza ama haijiwezi kiuchumi, nadhani wote tunatakiwa tuwe na fursa sawa ya kuweza kushiriki na kuweza kutimiza ndoto zetu, hususan zile za kufikia malengo ya kimichezo. Sasa sisi GSM Foundation, kama ambavyo Ali amesema, leo rasmi tunatangaza kuunga mkono jitihada za Yanga Soccer School kwa kufadhili watoto 20 kwa awamu ya kwanza. Kama ambavyo Ali amesema, phase 1 tutasupport watoto 20 ambao pamoja na vigezo vingine Ali alivyosema kwamba kuzingatia umri, kuzingatia ridhaa ya mzazi ama mlezi. Kigezo kingine ambacho sisi kama GSM Foundation tutakiangalia sana ni kuhakikisha kwamba kweli hawa watoto wanatoka kwenye familia ambazo hazijiwezi kiuchumi ama zinatoka katika hali duni ya kiuchumi. Tunafanya hivyo ili kutoa fursa sawa kama ambavyo nimesema, kwa watoto wote wa familia tofauti tofauti kuweza kupata nafasi katika fursa hii. Na pamoja na hayo, labda kimsingi naruhusiwa kusema gharama za ufadhili kwa sasa hivi ama tuweke siri yetu. Anyways, bila hata kumention amount, lakini ni zaidi ya milioni 100 ambazo tunaelekeza katika hawa watoto wa kwanza 20. Na ufadhili huo utajumuisha ada ya usajili, ada ya kila mwezi, gharama za usafiri za hawa watoto, za kwenda na kurudi nyumbani, kutoka nyumbani kwenda kwenye Yanga Soccer School kupata mafunzo. Lakini pia tunatambua hawawezi kukaa pale kufanya mafunzo kama wakiwa tumboni hamna kitu. Kwa hiyo pia tunagharamia gharama zao pamoja za chakula,
wakati wa mafunzo yao. Tunataka kumake sure kwamba watoto hawa wako comfortable, wanapata fursa sawa na watoto wengine wote wanaposhiriki katika program hii ya Yanga Soccer School, safari ya soka, ili kuweza kutimiza ndoto zao. Uwekezaji wetu huu unaweza ukaonekana ni mdogo sana ama ni mkubwa sana, lakini sisi kama GSM Foundation tunaamini uwekezaji wetu huu sio katika michezo tu, tunawekeza katika rasilimali watu ambayo kwa namna moja au nyingine itasaidia kwenye mustakabali wa maendeleo ya nchi yetu, hususan katika sekta ya michezo. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kutoa commitment yetu ama kusisitiza commitment yetu kwa Yanga Soccer School. Tumefurahi sana kupata nafasi ya kuwa wafadhili wa kwanza wa programu hii ya safari ya soka kupitia ufadhili wa hawa watoto 20, lakini huu ni mwanzo tu. Kama ambavyo tumekuwa tukizungumza, tunaamini talent wa Tanzania wengi, watoto wengi wana talents, na kama alivyosema, tunataka tutoe fursa kwa watoto sio wa Dar es Salaam tu, lakini wa mikoa yote ya Tanzania kuwa sehemu ya ufadhili huu na kuwa wanufaika wa ufadhili huu. Kwa hiyo kama ambavyo nimesema, huu ni mwanzo, tutaendelea kusupport, kuwaunga mkono jitihada zao. Lakini pia mwisho kabisa, kabla sijamalizia remarks zangu, nichukue nafasi hii kutoa wito kwa makampuni binafsi, kwa taasisi mbalimbali ambazo kwa namna moja au nyingine mnaamini katika maendeleo ya sekta ya michezo Tanzania. Jamani, nadhani hizi soccer academy, soccer schools ziko nyingi, lakini Ali ameelezea utofauti wa Yanga Soccer School pamoja na hizi other ukilinganisha na hizo nyinginezo. Wana wataalamu kama ambavyo mnaona bosi hapo kutoka South Africa. Watoto mazingira ni mazuri ya pale ya Yanga Soccer School pale Upanga. Usalama umezingatiwa wa watoto wetu hawa ambao wako chini ya miaka 18. Uhakika wa wao kufikia ndoto zao za michezo, yani kwa kuwa enroll tu katika Yanga Soccer School tayari ni almost 80%. The rest hiyo 20% tunamwachia kudra za Mwenyezi Mungu, lakini every criteria ambayo inatakiwa kuzingatiwa kuhakikisha watoto hawa wanapata mafunzo mazuri na kufikia ndoto zao zimezingatiwa. Kwa hiyo karibuni sana, na wasihi mjitokeze na nyie kuweza kufadhili watoto wengine. Watoto ni wengi kama ambavyo tumesema, talents ziko nyingi. Tukiweza kutoa ufadhili kwa hawa watoto kupata fursa hii ya kupata mafunzo haya ya michezo, hawa watakuwa ni wawekezaji wa sekta ya michezo wa leo, wa kesho, wa leo na kesho pia. Kwa hiyo baada ya kusema hayo, niwashukuru sana kwa muda wenu, na tunawakaribisha GSM Foundation kwa ajili ya mazungumzo ya namna gani pia tunashiriki katika muktadha mzima wa maendeleo ya Tanzania. Asanteni sana.